Bismillahirrahmanirrahim. Wanaosema nguzo 8 wamepitiwa na nguzo zote. Wanaosema 14 wamepitiwa na nguzo zote ambazo zitajwa kama ifuatavyo. Nguzo ya kwanza al-qiyamu lilqadirin arsalam. Al-qiyamu lilqadirin. Ya pili an-niyatu. Ya tatu takbiratul ihrami. Ya nne qira'atu surati al-Fatiha. Ya tano ar-ruku'. Ya sita al-i'tidalu. Ya saba as-sujudu marratain. Ya nane al-julusu baina sajidataini. Ya tisa at-tuma'aninatu likulli rukni. Ya 10 al-jilsatu litashahhud al-akhir. Ya 11 atashahhud al-akhir. Ya 12 as-salatu ala an-nabi fi tashahhud al-akhir. Ya 13 as-salamu yaminan. Ya 14 at-tartibu. Zimefika ngapi hizi? 14. Wanaosema kwa hiyo wale wanane wamepitiwa. Wanaosema 17 wametoa tumaanina tu wakaiweka pekee, yani hawakusema nini? Atumanina tulikuli rukuni. Atumanina fi kadha, atumanina fi kadha, atumanina fi kadha, atumanina fi kadha. Tuko pamoja? Jamani sawa? Ndio zikafika kule. Wengine wafikisha 17, wengine wafikisha 19 kwa kuichepua tumanina. Kwa nini? Katika kila nini wakawa wanahitaji. Ukisema ar-ruku'u wa tumanina fi, al-julusu atumanina fi, as-sujud nini? Al-qiyamu wa tumanina fi. Namna hii. Tuko pamoja ndugu zangu? Hawa ndio walifanya nini? Walipitiwa kule. Kwa sababu tumesema kwa sababu tumekaa muda mrefu, labda tuseme as-salatu yenyewe sasa. As-salatu qismata thalathatu aqsam. Swala yenyewe kama swala imegawanyika katika tanzu tatu swala yenyewe. Sawa? Kuna af'alul qalbi, kuna af'alul jawarihi wa kuna af'alul lisani. Tuko pamoja? Af'alul jawarihi ziko 8. Kama sio 9 kama mtakumbuka. Alafu kuna fi'lu alqalbu iko moja. Alafu ya lisanu zilizobaki. Tuko moja? Moyo una nguzo moja ambayo ni nia. Innamal a'malu walikulli mri'in attaqwa. Tuko moja ndugu zangu? Na ndio hadithi ya mtume iko sahihi. Sawa? Na ukisoma mashekhe wote wanakuambia hivi, hadithi hii ambayo ndio miongoni mwa hadithi ambazo katika kila kitabu lazima ipatikane, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in man nawa faman kana hijratuhu ila akhirih. Hadithi ipo kwa sababu hii ndio hadithi mama ambayo inatafsiri neno nia kwa tafsiri sahihi. Alafu na hadithi zinazofuata kama ni attaqwa hahuna, ucha Mungu huko ambaye uko moyoni. Na ndio maana katika fatwa za baadhi ya mashekhe, kama mtu anakuja kusali, sawa, kuna wale mashekhe wanasema hivi, atalafudhu biha sunna. Sawa, atalafudhu biha nini? Sunna. Sawa, wanatoa fatwa hivi kwa sababu kalima tutalafudhu lam yati fi sunna. Sawa, katika baadhi ya nini? Baadhi ya mapito. Jamani sema sana, baadhi ya nini? Baadhi ya mapito. Si ndivyo? Wanasema atalafudhu biha nia. Kwa hiyo wanasema kwa mfano mtu muumini ameshika udhu anakuja kusali dhuhuri. Si ndivyo? Anasimama inakimiwa dhuhuri hapa. Alafu akafunga Allahu Akbar. Halafu hakufanya nini? Hakuitamka nia. Si ndivyo? Wanasema as-salatu salatuhu sahihatun. Kwamba sala yake iko nini? Kwa sababu ana nia. Sorry. Ni hivi? Imekimiwa dhuhuri. Tunataka kusali dhuhuri. Alafu akasema usalli fardh asran 4 rakaat. Allahu Akbar. Katamka nini? Tunaswali nini? Adhuhuri. Lakini katamka kwenye maneno katamka nini? La itibara fiha.
hayachukuliwi. Kwa nini? Kwa sababu nia yake inajengwa na hadithi innamal a'malu binniyati. Anakuja kusali dhuhuri, kateleza kwenye ulimi akasema asran, si ndio? Swala yake ni sahihi. Jamani, sawa? Kwa hiyo hii ni tapo la kwanza, kwamba swala imeganyika kwenye matapo makubwa mangapi? Tanzu ya kwanza tumesema ni matendo ya moyo ambayo ni moja tu. Sawa? Halafu matendo ya viungo yako 8 ndio yaliyobaki: alqiyamu, arrukuu, al-i'tidalu, sha'ar mpaka unafika mwisho, mpaka aljulus. Sawa? Na yaliyobaki 4 ni matendo ya ulimi, alati hiya qira'atu surati al-Fatiha wa qira'atu tashahudi, alafu nini? Wassalamu. Sini? Sawa? Yani matano. Aiyo. La kwanza tumesema nini? At-takbiratul ihram, ila Allahu akbar, takbiratul ihram, ambayo inaitwa takbira ya fungamano, au Kiswahili cha Kisukwizi wanasema takbira fungamanishi. Inakufungamanisha yale matendo na kwali, sawa, kuhesabika kwamba ni swala. Kwa ile takbiratul ihram, takbira tufungamanishi, hii ni tuseme hichi ni kitendo cha nini? Cha ulimi. Alafu nakuja qiraatul Fatiha, sawa, sura Fatiha tunatoma kwa nini? Alafu inakuja nini? Qiraatu tashahudi, sawa. Kitendo cha ngapi hiyo? Tatu. Cha 4 as-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam, salatu ibrahimiyya. Tuko pamoja? Vingapi hivyo? 4. Kitendo cha mwisho kinachotokana kwa ulimi ni assalamu yaminan, sawa. Salamu pande gani? Upande wa kulia. Hii ndio nguzo ya upande wa pili, sunna, si ndio? Kuna baadhi ya mapito, si ndio? Neno madhhabu jamani, mapito walikopita mashekhe wetu, si ndio? Jamani, sawa. Na haya mapito shekhe huyapishi mpaka kiyama. Hakuna mtu asiye na mapito, asikudanganye mtu. Sikwambia bwana mimi answari sina mapito, mimi bwana ni tablighi sina mapito, mimi bwana ni shafi sina mapito, si ndio? Mimi bwana ni ibadhi sina mapito, mimi bwana ni salafi sina mapito. Hakuna mapito, hayakwepeki mpaka kiyama, kwa sababu wameshatutangulia. Hawa ndio salafu saleh. Salafu nini? Shehe upiti, wameshafunga geti kule, wamechukua hadithi zote, wamechukua aya zote, wakatengeneza kitu kinaitwa at-tabwib. Anene at-tabwib. Tabwib maana yake ni kutengeneza ndoa, kutengeneza mafungamano, mahusiano kati ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aya za Qur'ani katika kila maudhui. Utapita wapi je? Hadithi za swala zote zimejumlishwa, zimeunganishwa na hadithi zote za swala. Hakuna hadithi moja imeachwa. Sawa? Alafu nakuta aliyesimama pale ni Shafi, simama pale ni Ibadhi, Muhammad Abadhi. Sawa? Imamu wetu kule anaitwa Muhammad Abadhi, si ndio? Kasimama pale. Akina Hanafi, akina Hanbali, akina Maliki, si ndio? Wamesimama pale, wamekusanya kila kitu. Hadithi za talaka ziko pale, za ndoa ziko pale, za riba ziko pale, sawa, za biashara ziko pale, za riba ziko pale, sio? Za mikopo, kulipa na kulipa na kukopa na kulipa, wameshaunganisha hadithi na aya, si ndio? Hakuna aya moja wameacha, hadithi moja wameacha. Hebu niambie wewe, huna mapito utapita wapi? Ni lazima uwe na madhehebu. Je, kama unapinga na kupa homework, sawa, alafu tuletee majibu kwamba maana mimi sina madhehebu, si ndio? Alafu tuletee majibu. Tuko pamoja ndugu zangu Jamani, sawa? Kwa hiyo hii ndio ilikuwa ni mukhtasari. Kama tutakuwa tumerefusha tukasema mukhtasari tumekosea, lakini huu ndio ulikuwa ni ufupisho, si ndio? Na niwashukuru tu jambo la kwanza wasikilizaji wetu wote, jambo la pili wachangiaji wetu wote,
Alafu jambo la tatu ni shukuru utulivu tuliouonesha katika kuwasikiliza wenzetu. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu atulipe kila kheri. Naam. Kwa hiyo inshallah baada ya hapo niseme tu kwamba inshallah tujitahidi sana kushiriki kwenye hizi jitimai zetu, manake ni mikusanyiko ya mafundisho, tunasoma, tunaongezea kitu, si ndio? Kun mustami, kun aliman mustami'an wala takun rabi'an, si ndio? Takiwa angalau basi uwe mchangiaji, uwe ka darasani unasoma, kuwa msikilizaji, sawa, kuna sailan, kuwa muulizaji. Hivi wote ni viwanja vya kupata maarifa. Jamani, sawa? Kuna kijana mwenzangu kama huyo hapo. Ani kakaangu lakini katika ule ujana. Na kuna kijana mwenzangu yuko hapo. Lakini je, ni kakaangu. Si ndio? Sasa hivi uweze kumsema bwana twende skuli. Tukasome, si ndio? Tuchukue thanawi iwezekane. Lakini yeye, sawa, ana maarifa mengi sana kwa sababu anakaa sana kwa mashehe. Kwa hiyo unaanza kuwa na elimu kubwa sana kuliko kijana ambaye anakwenda skuli leo. Sio tumaliza. Sasa hawa wanapokaa kwenye vikao kama hivi, kuna vitu wanaongezea. Wana vingi sana wanaongezea. Si ndio? Kwa hiyo tujitahidi inshallah kuhudhuria hizi jitimai zetu ili tuwe tunaongezea. Sawa? Anasemaje Mtume kwa kumalizia? Al-ilmu min al-mahdi ila al-lahadi. Kujifunza shekhi ni tangu bebe. Sawa? Tangu pale kwenye bebe, si ndio? Si unafundishwa nani? Si ndio? Pale kwenye bebe, si ndio? Unafundishwa kukalia miguu ya mama, unafundishwa kukaa chini, unafundishwa kutambaa, si ndio? Unafundishwa kwa dede, si ndio? Baada ya bebe inakuja dede, si ndio? Shamaliza dede, alafu si ndio? Unasoma mpaka kwenye lahadi. Si unafahamu lahadi? Kale kamfereji kale, kakaburi. Ndio mwisho wa kusoma unaishia pale. Sawa? Wama utitum min al-ilmi illa qalilan wa fawqa dhi kulli ilmin alim. Kwa hiyo sisi sote tunahitaji. Je, wewe ni muhitaji sana, mimi ni muhitaji sana. Yaani mimi nakuhitaji sana na wewe unanihitaji sana. Tafsiri yake tunahitajiana, tunategemeana. Tuko pamoja ndugu zangu? Jana kuna sentensi nitoa nisema hii isiwepo. Kunyoshana kidole isiwepo. Sawa? Wakunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an raqu. Kwa hiyo kwa haya machache karibuni kwenye jitimai zingine. Allah tupe afya kufika kule. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.